Tutajitahidi kwa kutumia taratibu za kibunge kujaribu kulishawishi bunge kwamba licha ya umuhimu wa kuendelea kujadili bajeti, licha ya umuhimu wa mijadala ambayo imepangwa kwenye ratiba, kama tunataka kuwatendea haki wa Tanzania, tunapaswa kusimamisha tunachojadiliana hivi sasa na kuwapa majawabu wa Tanzania juu ya nini kinaendelea na kuwapa matumaini. Kwa mfano, serikali haijajibu swali muhimu. Kwa nini na yenyewe isipunguze tozo? Ukipunguza 300 kwenye tozo katika kipindi cha mpito, tunajua tozo ile inategemewa sana katika mapato ya serikali, lakini kipindi cha mpito hiki kinachotokana na mizozo inaendelea Mashariki ya Kati, ukipunguza 300 maana na ile bei nayo itapungua kwa shilingi 300. Lakini kama unapandisha bei ya mafuta, wangeangalia pale zile kodi zile kupata unafuu, ili watuambie bei ya mafuta imepanda, lakini na serikali tumeminya sehemu fulani, tumepunguza labda kodi fulani hivi ambayo inaongeza, yani mwananchi anaweza kupata unafuu. Lakini kwa kweli ni jambo ambalo kwa mjadala ambao unaendelea utabadilisha mjadala kabisa. Kwa tunafika mabunge ni lazima tupate maelezo lakini kutoka serikalini, lakini pia na bunge lipate position ya nchi kwamba sasa baada hapo tunafanyaje, kwa sababu hii inaathiri, yani hata vyakula vitapanda. Nimewasiliana na waziri wa nishati na nimempa maelekezo na hadi maelekezo rasmi ya kiti kwa kuanzia leo wakutane na kamati ya nishati kujua mwenendo mafuta nchini, gharama na uhakika mafuta kupatikana kwenye taifa, sababu bila mafuta tunaweza tukakwama kwenye mipango ya nchi na mambo mengine. Kwa hiyo katibu wa bunge ataandaa utaratibu maalum wa kukutana kati ya kamati yetu ya nishati na serikali, na baada ya hapo serikali itatoa taarifa bungeni kujua mwenendo wa mafuta. Serikali itaendelea kusimamia upatikanaji wa bidhaa hizi za mafuta, petroli pamoja na mengineyo, ili kuweza kuhakikisha kuwa bidhaa hizo zinaendelea kuwa himilivu. Tumeona bei zimeanza kupanda, tutakaa ndani ya serikali kuweza kuhakikisha tunakabiliana nalo vipi hilo, ili wananchi waendelee kupata mafuta kwa bei watakayoweza kumudu na kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha.